Ndio mkoa ambao ni makao makuu ya zaidi ya mikoa 7 ya nyanda za juu kusini. Kwa ukifika Mbeya umefika mikoa 7 ya nyanda za juu kusini. Mikoa hiyo ni pamoja na mkoa wa Iringa, Njombe, Ruvuma, mkoa wa Songwe, Katavi, Rukwa pamoja na Mbeya. Kwa hiyo hukukosea, au wasaidizi wako au washauri wako hawakukosea kukushauri kwamba mkutano huu ufanyike hapa Mbeya. Karibu sana Mbeya. Lakini wilaya ya Mbeya ni tulivu, kwa sababu tunafahamu ili mambo yaweze kwenda, mahubiri yaweze kuhubiriwa kwa wananchi, kwa waumini, lazima pawe na amani. Kwa naomba nikuthibitishie kiongozi wetu wa kiroho wa kimataifa, Mbeya iko salama. Umekuja leo, najua utaondoka, lakini utarudi tena kwa ajili ya mkutano wetu wa kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28. Umekuja, inawezekana ukaondoka kesho au kesho kutwa, utaondoka salama, lakini utarudi salama, na tutafanya mkutano wetu kwa amani mpaka tutakapomaliza. Lakini naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Mbeya kukushukuru sana na kukupongeza sana. Umekuwa kiongozi wa kiroho wa vitendo, sio wa maneno, na hata kwenye mahubiri yako umekuwa mkweli kwa wale unaowahubiri kwamba mna wajibu wa kufanya kazi, kwa sababu Mungu anasema kupitia kitabu chake cha Biblia, asiyefanya kazi asile. Lakini pia amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Huwezi kulala ukabarikiwa, tofauti na baadhi ya viongozi wengine ambao anasema tu utapokea muujiza. Hawaambii waumini wake kwamba lazima mfanye kazi ili Mungu aweze kubariki kazi ya mikono yako. Naomba nikupongeze kwa hilo. Lakini kubwa kuliko yote ni mambo makubwa na mazuri uliyoyafanya katika taifa letu. Nimepata taarifa zako hata nilipofika hapa Mbeya kama mkuu wa wilaya, lakini pia kupitia mratibu ametueleza hapa, umewagusa wananchi wa Tanzania katika maeneo mengi: sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya michezo, lakini pia sekta ya miundombinu. Umeenda Manyara kupitia janga lililotukumba kule Manyara Hanang hivi karibuni, janga la maporomoko. Umeweka mkono wako pale. Dar es Salaam kwenye uwanja wetu ule wa Biafra, umeweka mkono wako pale. Kwenye michezo kule Mwanza kupitia timu yetu ya Pamba, umeweka mkono wako pale. Kule Morogoro umeweka mkono wako. Lakini hapa Mbeya, Arusha, na nizungumzie Mbeya kidogo, kwenye shule yetu ya Mwenge, tumeona mambo uliyoyafanya, bado yanaishi na yataendelea kuishi. Lakini pia hospitali yetu ya wilaya ya Igawilo, kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Mbeya, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana, lakini kukuambia hujapoteza. Umeweka hazina mbinguni. Biblia inasema hazina yako ndipo roho yako itakapokuwa. Kwa hiyo hazina uliojiwekea kwa kuwasaidia Watanzania hawa kutoka kwenye hii mikoa zaidi ya 7, hujapoteza mtumishi wa Mungu. Hazina yako utaikuta mbinguni. Lakini mwisho, naomba nitumie nafasi kuwasilisha salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafahamu mlishazungumza na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, lakini na mimi kwa kipande changu naomba nitumie nafasi hii kuwasilisha salamu za Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa kiongozi wa mfano, amekuwa kiongozi wa kuigwa katika taifa letu. Kwa kipindi chake cha miaka 4 ya uongozi wake, amefanya mambo makubwa sana katika taifa letu, hususan katika wilaya yetu ya Mbeya. Haya uliyoyafanya, umeunga mkono kazi kubwa na nzuri aliyoifanya kwa kila sekta katika taifa letu, katika wilaya yetu ya Mbeya. Mwisho,
nilete ombi kwako kama mwakilishi wa wananchi zaidi ya 900 wa wilaya ya Mbeya. Umefanya mengi, lakini nashawishika kwa sababu wahenga walisema maendeleo ni mchakato. Marekani wameanza mchakato huu wa maendeleo muda mrefu, lakini bado wanaimba maendeleo kwa sababu watu wanazaliwa na mahitaji yanaongezeka. Ombi langu kwako kwa niaba ya wananchi hawa 900, bado tunahitaji uiunge mkono serikali, na tamaa yangu walau uamue sasa, useme bwana na tajenga hospitali moja hapa au tajenga shule, na ikimpendeza Mungu, kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama, nitasema basi itwe Pastor Ezekiel. Inawezekana kwa sababu nimepewa hiyo dhamana. La pili, unayo shule nzuri, inafanya vizuri sana kitaifa na kimataifa, nafuatilia sana. Ombi langu ili tuimarishe mahusiano kati ya Mbeya na Kilifi, basi kikupendeza unaweza ukasema neno kwamba nikirudi bwana huko baadaye hebu nitafutieni vijana 2 au 3, hebu waje wabadilishe mazingira ya Kilifi na kule Mbeya, lengo tukuze na kuimarisha mahusiano. Lakini la mwisho kwa umuhimu, naamini tuna tamaa ya kujifunza, na tuna tamaa ya kujifunza maendeleo, lakini kubwa kuliko yote sisi wengine pamoja na kazi hizi, lakini tunatamani kwenda mbinguni. Tena tunatamani kwenda mbinguni kweli, kwa sababu duniani hapa tunapita. Basi kikupendeza, mimi na timu yangu ya watu wachache huko baadaye, basi inshallah tutakutembelea makao makuu ya kanisa lako hili ili tujifunze neno la Mungu, lakini pia tuendelee kujifunza maendeleo. Baada ya maneno hayo, sasa naomba nitumie nafasi hii kwa heshima kubwa kukukaribisha ili uweze kuzungumza nasi. Karibu sana baba. Na labda nimesahau, kwa sababu tunapofanya jambo tunafanya jambo kwa utukufu wa Mungu, na ni Mungu ndiye anaweza kutulipa vile ulivyosema Mungu atatulipa. Na atatulipa hapa na atatulipa mbinguni. Nimezungumza katika ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia nachukua nafasi ya kushukuru taifa la Tanzania. Mimi kama raia wa taifa la Kenya, na mimi pia kama raia wa taifa la Tanzania, sababu huku ni Mungu. Kwa ajili ya rais wetu Daktari Mama Samia, Mungu ambariki na Mungu azidi kumpa afya, na Tanzania izidi kuwa na amani siku zote. Na kwa yale yote ambayo yamesemwa, tunashukuru Mungu kwa ajili ya kutupa nafasi ya kuchangia kwa maisha ya wenzetu. Mungu amekupa hekima na kibali ya kuwa kiongozi na kuchangia maisha ya raia. Na kwa nafasi yangu ya uongozi wa mambo ya kiroho, amenijalia nafasi ya kuchangia maisha ya wengine. Na nikiwa naanza kuhubiri, ijapokuwa haikuwa kwa akili yangu wala moyoni mwangu kwamba siku moja nitachangia kwa maisha ya wengine kwa elimu na mambo mengine, lakini nashukuru Mungu kwa sababu vile nilivyotangulia kusema katika ofisi ya mkuu wa mkoa, nimezaliwa katika familia maskini sana tena zaidi. Nimevaa longi nikiwa class 7, nimeona gari nikiwa class 4, nimeona TV nikiwa class 7. Na saa zingine ningepotea nyumbani niende kwa aunti yangu ambao kwake kuna televisheni. Hii inanifanya wakati wote nikiona wenzangu wanaumia, wanasikia kuumia sana. Na wakati wamesaidika nasikia vizuri sana kuliko mimi nikikula na wao wanaumia. Ndipo fursa ambayo Mungu alitupa kuchangia maendeleo ya Mbeya. Nimeongea na mkuu wa mkoa, akaniuliza kuhusu mambo ya mabweni ya wanafunzi wa wasichana. Nikamwambia ninarudi nyumbani sababu mke wangu upenda sana kuchangia maisha watoto wa kike. Nitazungumza na yeye na Mungu atatuwezesha by Tuesday next week tuwe tumeingia, tupewe ruhusa tuende tuwatembelee wenzetu wa dada, watoto wetu wa kike. Kile ambacho Mungu atakuwa ametuwezesha
tukaweze kufanya huko kwa ajili ya kueneza maendeleo ya hizo vyuo. Na sana sana idara ya afya ambao ni muhimu sana. Hivi sasa umechangia ama umezungumza kuhusu kubadilishana na nakumbuka hivi tuko hapa na media team yetu, lakini head of media team ambaye amebaki kule nyumbani Kenya ni mtoto kijana wa Tanzania. Anafanya kazi hapo na kiongozi wake ambaye ako hapa amenizungumzia tukiwa ndani ya ndege, akaniambia kati ya watu wote wenye bidii na wenye nguvu wa kufanya kazi, huyo ni nambari 1. Na nitaomba kama mtanipa mnipe ruhusa ya kuiba wawili wa redio na televisheni. Kama mtanipa mnipe ruhusa ya kuiba, bora tu wasishikwe kwa boda. Wawili wa redio na televisheni, sababu kanisani kwetu iko na ndugu zetu kutoka Tanzania wengi sana. Na kutoka Zambia, kutoka mataifa mengine ya nje. Na tunahubiri kwa Kiswahili. Na Kiswahili chetu huku home ni Kiswahili ambacho kinakaa kama dhahabu, kama bendera yenyewe. Na Kusaga huwa ananiambia kuna wakati walikuja kule Kenya na wakafanya matangazo mazuri, ilitupa wivu takatifu, tulitamani Kiswahili kama hicho. Mwandishi msomi. Kwa hivyo ikiwezekana tuko na televisheni ambayo inafunguliwa hii, lakini kuna sehemu makao yake inafunguliwa upya na inapanuliwa. Sawa. Kuna print media, kuna social media, kuna radio, kuna TV. Na mimi sijapendelea kuwa sijui Kiswahili itawekaje, somebody selfish, mtu ambaye yotaka ya kwake tu binafsi. Mtu binafsi. Tuko na ndugu zetu kutoka Tanzania, Uganda, Kenya, inaonyesha uhusiano bora na mataifa yetu kuwa na uhusiano bora zaidi. Hilo ndilo ombi langu rasmi kutoka kwako. Nikiwapata, nikimaliza mkutano nivuke na wao. Na kuna wanafunzi wengi kutoka nchini kwetu Tanzania ambao pia wanasoma Kilifi International. Na Mungu atatuwezesha exchange program. Yes. Sababu hivi sasa tunajenga university. Exchange program. Mungu atatuwezesha baada ya mkutano, nadhani tunaweza kupata nafasi na wewe tukaketi chini. Asante sana. Tukapata njia ya exchange program. Jana nilikuwa na mkutano na hao wanafunzi. Wakaniambia, "Pastor, tunataka trip ya kuenda shule zingine." Na kama ni international school, haiwezi kutoka Mombasa iende Nairobi. Itakuwa ni bado ni local school. Ni vyema wao pia wapande ndege, waje huku, wajumuike na wenzao kutoka Tanzania, wakae huku kama wiki moja. Wale wengine pia watoke huku, waje kule. Itakuwa njia ya kupendeza kabisa. Jinsi ambavyo tukivuka boda Kenya tukija Tanzania, huwa unasikia ni kama haujavuka boda, ulikuwa unatembea tu. Na ningetamani watoto wetu pia wahisi hivyo vile tunavyohisi. Nimeshukuru sana kwa ajili ya mwaliko wako na kunikaribisha pia. Asante sana. Na pia kufahamu ya kwamba mimi na wewe hatujaachana sana. Nimeshukuru sana. Asante sana. Na ninaahidi ya kwamba yale ambao Mungu atatuwezesha kufanya tutafanya kwa amani. Asante sana. Mara nyingine ninaomba taifa la Tanzania. Tanzania, wewe ni nguzo wa amani katika bara la Afrika. Kwa yote tunayofanya tukumbuke mataifa mengine yanatuiga. Mataifa mengine, na pia nimejaribu kusomea historia ya Tanzania kidogo. Tanzania imechangia mataifa mengi kupata uhuru. Iliweka viongozi wengi hapa kwa kuwahifadhi hapa wakati mataifa yao yanapitia mambo mengi. Kwa hivyo ni msingi bora kwa ajili ya kukuza mataifa mengine.
national anthem ya Tanzania inakaa kama maabudu. Na mimi napenda maabudu. Asante sana. Kwa hivyo tuitunze na tuzidi kutunza nchi yetu na tuiweke kuwa na amani. Ombi langu ni baada ya uchaguzi mwaka huu, ikiwa tumepiga kura leo, kesho ni kama hakuna kura ilipigwa, nchi inaendelea na ujenzi wa taifa inaendelea. Shukuru Mfalme kwa wema wako na fadhili zako. Asante Kristo kwa ajili ya upendo mwingi ambao umepeana katika nchi hii, taifa la Tanzania. Maana taifa la Tanzania sio Tanzania tu kwa ajili ya Watanzania, lakini kwa ajili ya ndugu zake Kenya, Zambia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, South Sudan na mataifa mengine. Tunashukuru kwa sababu nchi hii imefanyika bendera ya amani kwa ajili ya East Africa. Asante ni kwa ajili ya mkuu wa mkoa, asante ni kwa ajili ya mkuu wa wilaya, lakini zaidi ya yote asante ni kwa ajili ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mama Samia. Asante kwa ajili ya amani ambayo ameachilia katika nchi hii. Na Yesu Kristo, mkutano huu ufanyike baraka, sio kwa ajili ya Tanzania peke yake, na wote watakao toka mataifa mengine kuingia hapa. Nabariki ofisi hii, nabariki mkuu wa wilaya. Yesu Kristo, zidi kumpa hekima na maarifa na nguvu ya kufanya kazi yako. Anapohudumia raia, anahudumia hata ufalme wa mbinguni. Sifa na heshima zikurudie Kristo. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Asante. Sasa Devota, hebu hivi viti visogee kwanza hapa, hivi viwili. Haraka haraka. Hii moja tu ya hapa kwanza. Na mtazamaji, mambo mbalimbali ambayo yameendelea katika ofisi ya mkuu wa wilaya hapa, na zoezi linalofuata sasa ni zoezi la upigaji wa picha maalum kabisa ambayo ameiomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mbeya, Mheshimiwa Solomon Tunda, ambaye ndiye mkuu wa wilaya ya hapa Mbeya. Ameeleza mengi sana, lakini mengi ni kuhusiana. Ngoja kwanza weke mambo sawa. Devota, sogea kidogo, mshamaliza na utakuja hapa angalau.